Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakuwa na maombi ya kuondoa vifungo vya kipepo vya kutangatanga na mkwamo. Vifungo vya kipepo vya kutangatanga na mkwamo. Ninaposema kutangatanga, nafikiri unaelewa jinsi ambavyo watu wengi wanasema naondoka naenda kuhangaika. Na kuna Wakristo wengine wanajiita wanaohangaika au wanaohangaikia maisha. Mwingine anahangaikia chakula, mwingine anahangaikia pesa. Kitu pesa kwao ni kama adhabu kukipata. Chakula kwao ni kama adhabu kukipata. Wengine wanakosa usingizi, wengine wanakosa furaha. Pamoja na mambo yote, Mungu amekupa afya, uzima, lakini bado uko kwenye mkwamo wa vifungo vya giza. Kifungo cha giza ni adhabu ambazo mtu anazaliwa anakutana nazo kiroho katika maeneo fulani mabaya kiroho. Mtu hata kuambiwa habari za asubuhi, hata kusalimiwa, hata kuonyeshwa bashasha ya mtu kukufurahia, kukupenda au kukutamkia maneno mazuri inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo vifungo vya kipepo hutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya maisha ya mtu, na maisha ya mtu kulingana na mawakala wa giza wanaotumika kwa ajili ya kupandikiza vifungo au kuwafunga watu kama ulimwengu wa giza unavyopanga. Watu wengi wanaishi maisha yasiyokuwa ya kwao. Watu wengi wanaishi maisha ambayo wanalazimika kuyaishi kwa sababu sio haki yao wayaishi. Kwa hiyo vifungo vya kipepo kama nilivyoeleza kwamba vinaelekezwa kwenye maeneo fulani ya maisha ya mtu. Kuna vifungo vya kipepo kupitia familia. Unakuta familia fulani zinaishi kwenye hali ya mgandamizo kimaisha, kuonewa kimaisha na kadhalika na kadhalika. Kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 10. Zaburi 107 mstari wa 10 unasema hivi: waliokaa katika giza la uvuli wa mauti wamefungwa katika taabu na chuma. Waliokaa katika uvuli wa mauti wamefungwa katika taabu na nini? Na chuma. Watu wengi wanaishi kwenye taabu, na hizi taabu nitazionyesha baadaye, uone jinsi ulimwengu wa giza unavyoweza kumwonea mtu mpaka akachukia kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama Biblia inavyoeleza, kulingana na maandiko ambayo nimeyasoma hapo, wapo watu kwenye kifungo cha taabu. Na hata ukiangalia wewe jinsi unavyoishi, mazingira unayoishi, maisha magumu unayoishi, wakati wengine hawaishi kama unavyoishi.
Hicho ni kifungo cha taabu na chuma. Juzi nilisema kuna wengine wanafanya kazi ngumu sana, kazi ngumu sana, wanalipwa malipo madogo sana. Kuna wengine wanafanya kazi ndogo sana, wanalipwa malipo makubwa sana. Kuna wengine wanaolewa ni kupigwaga tu kama ngoma, lakini wanawake wengine wanafurahia maisha yao ya ndoa, wanapendwa, wanavalishwa, wanajengewa nyumba. Unasema labda hawa wamepata mganga gani? Hapana, inategemea family spirit au roho za familia ulikotoka. Juzi nilipokuwa Karagwe, nilikuwa nazungumza na kijana wangu, akanaambia jinsi alikopitia mpaka anakuja kuwa mchungaji. Ameenda mpaka kulima mkonge, kajenga vibarua vya barabara, kafanya kazi kwa mtu, kwa watu, kazi ngumu. Alikuja kushtuka baadaye alipookoka, ndiye akaachana na kazi za surba zile za mateso, ndiye akagundua kuhamia huko Karagwe, akanunue mashamba alime, kwa sababu alitembea kwenye kifungo cha familia, naye ndiye akawa sababisho la familia yake. Kuna wachungaji, kuna maaskofu ambao wamewawekea mikono yeye. Umeona? Kwa maisha ya taabu yanategemea nguvu za giza zinakufunga kwenye eneo lipi. Sisi wote hapa hakuna mtu ambaye havutwi. Unapotaka kwenda unavutwa. Chochote unachotaka kufanya unazuiwa usiende. Na si mapenzi ya Mungu uvutwe au uzuiwe. Kwa hiyo kulingana na andiko hili, wako watu ambao wanaishi maisha ya taabu, maisha magumu sana, na wameokoka. Kwa hiyo kifungo cha chuma ni kifungo ambacho mtu analazimika kula chakula kwa taabu, kulala kwa taabu. Kuna wengine yani anakolala kunguni wanasherehekea na wanakushangaa. Wengine mapanya, unakuta nyumba imejaa panya, alafu umeokoka na unaona maisha ya kawaida. Ni lazima tupate maarifa kama juzi tulivyojifunza Jumapili. Mungu akitupa maarifa ya kiungu, tutatoka kwenye vifungo hivyo ambavyo ni taabu na chuma. Na tukipata maarifa, tutaomba sawasawa na mapenzi yake, ili tusiendelee kukaa kwenye vifungo vya taabu na chuma. Mtu aliye katika kifungo cha kiroho kwa jina lingine anaitwa mfungwa. Na mfungwa ana uhuru wa kufanya chochote anachotaka. Analazimika kufuata sheria za bwana jela au sheria za serikali za mfungwa. Kwa hiyo mtu ambaye ni mfungwa, au wako watu ambao ni wafungwa kiroho, wana vifungo vya giza toka utotoni na wako vifungoni. Na ndio maana utaona watu wanakuja kuombewa mara kwa mara. Sasa unajiuliza, mtu yuko kanisani miaka 5, miaka 10, lakini bado hajafunguliwa. Anatembea kwenye taabu na chuma. Baada anazungumzia kukataliwa, baada anazungumziwa kutokupendwa, maisha magumu na kadhalika. Mwingine kifungo chake kinaweza kikawa utasa. Na wako wengi ambao wametembea kwenye miaka migumu ya utasa. Miaka ya utasa ni kifungo cha chuma ambacho kinazuia usipate baraka za uzao, ili usizae.
Mwingine kifungo chake magonjwa, na haya magonjwa yanaweza yasipone mpaka mtu anakufa, anaugua kwa muda mrefu. Mwingine ndoa yake imekufa. Mwingine kukosa amani. Mwingine kifungo chake mapepo. Wako watu ambao hawaachiliwi na mapepo. Kila wiki lazima aombewe mapepo yatoke. Anasikia vitu vinatembea mwilini. Mwingine anaota majinamizi. Mwingine anaota analala na wanaume asiowajua. Kwa hivyo vyote hivi vifungo ni vifungo vya taabu na chuma, na vinatesa sana watu. Wengine vifungo vyao viko katika mwili, tumbo mara kwa mara, na hatimaye inampelekea mpaka anakufa. Mwingine afya inadhoofika kwa sababu pengine ya lishe au maisha magumu anayoyaishi. Wengine maji machafu wanayokunywa, malazi mabaya wanayolala, mazingira magumu wanayoyaishi. Vifungo vyao wengine ni uzao wao. Unaweza ukazaa watoto, kati ya watoto 10 akatokea mmoja mlevi wa kupindukia, hasikii la mtu. Unaleta picha unaombea, unaleta nguo unaombea, unamleta kanisani, hafunguki. Kwa nini? Hivi vifungo vya taabu na chuma huwa vinamng'ang'ania mtu mpaka maombi ya maarifa. Neno la hekima ndilo linaweza kumfungua mtu. Nilikuwa namwangalia kijana wangu, ana akili nyingi sana sana, akili tu nyingi sana sana, lakini kujisimamia mwenyewe tatizo kubwa. Hata nguo yenyewe hajui kufua, mpaka afuliwe, anyoshewe, apikiwe, kila kitu. Sasa nikaja kuchunguza ujombani, kuna shida. Unaposhindwa wewe kujichomoa na kugundua ni wapi ambako chanzo cha tatizo kinakotokea, unaweza ukaishi na mtu mwenye kuteseka bila sababu. Wewe umeokoka vizuri, lakini kwenye uzao wako wanateseka wenyewe. Kuna wengine wana maisha magumu pamoja na kusoma. Wengine hawajali wazazi wao. Wengine wanatangatanga huku na kule na kule na kule. Pengine hawakutenda wao, lakini kile kilichotokea huko nyuma, na pengine huyo mtoto alipendwa sana ujombani huko. Ogopa sana kupendwa na wazee huko vijijini. Ukipendwa sana alafu wanaanza kukuambia siri za hivi na hivi, wewe ndio utakuja kuwa mrithi. Sasa wanajiuliza urithi uko wapi? Kumbe wanakurithisha mapepo. Kwa hiyo hivi vifungo vya taabu na chuma vinachangia kumharibia mtu hatima yake na kesho yake. Unaweza ukasoma ndio, lakini usifaulu, usifanikiwe. Unaweza ukaolewa, lakini ukaiona ndoa ni chungu, maisha ya taabu na nini na chuma. Sijui mnanielewa wana wa Mungu. Mimi natoa mfano tu wa mwanangu Kevi. Natoaga mfano kwa sababu kama ni kumuombea, tumemwombea sana. Jamaa wangu alikuwa ananishauri, asema mpeleke Uganda. Sasa kana jiuliza, Uganda ndio kuna Mungu? Kwani mimi siwezi nikafunuliwa namna ya kumuombea? Jibu ni ndio.
Sisi wote hapa hakuna mtu ambaye apiti kwenye tabu. Ni kweli sio kweli? Tunapitia kwenye tabu na chuma, lakini chanzo kipo, aidha ujombani, uko umamani au babani. Na kama uko ubabani au ujombani, kulikuwa na vitu ambavyo wanaviabudu, vimeshikilia mfumo wa maisha yao. Kwa ukianza kuchunguza ujombani kuna nini, mbona yule yuko hivi, mbona yule yuko hivi, mbona yuko hivi, ndio unagundua hii ni asili ya damu. Kwetu wanaita kitovu. Kitovu kina maana nyingi sana. Vitovu vyao walivinenea, na mabibi wengine mkizaa watoto wasema niletee kitovu. Sio unajiuliza anaenda kukila. Halo. Na wakati mwingine vitovu vile wanavipanda kwenye migomba kama kwetu kule. Kadiri mgomba unavyochipuka na matatizo ya mtoto yanaanzia hapo. Na wamama ndio wanajua kitovu alikipeleka wapi. Aidha alimpa mama yake, akaenda akakizika mahali, kuna maneno yalisemwa, mtoto wa kwanza wa kiume niletee. Kwa hiyo mimi ninamtengenezea mazingira mtoto hajafanikiwe. Kumbe ndio wanamfunga zaidi. Na ninyi wengine mmefungwa zaidi, pamoja na kwamba mmeokoka kwa njia ya imani, lakini bado zile roho, vile vifungo vya giza vinaendelea kumwandama mtu, kumvuta, kumtoa kwenye mstari, kumtoa kwenye neema ya Mungu asifanikiwe. Na sisi wote tunatamani tufanikiwe. Mafundisho ninayofundisha hapa, tungekuwa na mamilionea wengi, lakini kwa sababu kuna vifungo vya giza vinaendelea kuwavuta watu wasiendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitataja baadhi ya vifungo. Na hivi vifungo vya kipepo, kuna kifungo cha ulimi. Kwenye familia fulani wao wanapenda sana kutumia ulimi kuongea, kujinenea maneno mabaya, kusema mambo yao. Ni kifungo. Yaani mtu, mliona juzi Katoro kule, kijana wa hapa Kahama alienda kufanyia send off kule. Ni mtu hapa na alikuwa ni mtu wa kawaida tu, dereva wa taksi. Kapata hela, anaonyesha jinsi ambavyo amefanikiwa, ametajirika. Yaani keshajiingiza kwenye mtego mbaya sana. Kwa ulimwengu wote unakusema wewe, sio kwa mema. Kifungo cha ulimi ni kibaya zaidi, na ndicho cha kwanza kinachomharibia mtu future yake au kesho yake. Watu wanakusemaje? Watu wanakutamkia nini? Watu wanakuhukumu kwa jambo gani? Hiki kifungo cha ulimi ni kibaya zaidi zaidi. Kuna mtu mmoja alikuwa amefungwa kipindi kile cha Yesu. Kitabu cha Marko sura ya 7. Mstari wa 35. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea, akaona, akanena vizuri. Hujazaa mtoto hapa akashindwa kuongea? Tuna watoto hapa wanaletwa hapa, mtoto haongei. Kuna watoto wanaochelewa kuongea. Kuna watoto waliofungwa masikio. Huyu amefunguliwa masikio akasikia, kifungo cha ulimi kikalegea, akaanza kuongea, akaanza kunena. Na
tunapozungumzia vifungo vya ulimi tunaona mabubu. Kuna familia zingine zina mabubu wengi. Unakuta mtoto wa kwanza bubu, wa pili bubu. Na mtu anapokuwa bubu na kusikia asikii. Kwa vitu hivi vinaenda pamoja. Masikio yanapofungwa ina maana na ulimi unafanyaje? Hebu jaribu kutafakari kwenye familia yenu. Mabubu wapo, viziwi wapo. Bwana Yesu alipokuwa anafanya huduma ya kuombea watu, huyu mtu kama neno la Mungu linavyosema, Yesu alijua ana kifungo cha kiroho cha ulimi. Ndio maana alimwambia Efata, funguka. Na tunataka watu wafunguke, watoke kwenye vifungo vya ulimi. Na ulimi unaweza ukafungwa, mtu akashindwa kujieleza. Hujawahi kuona watu wanaitwa kwenye interview wanashindwa kujieleza? Kuna mtu kipindi cha Magufuli, kama mnakumbuka, alikuwa anaapishwa siku hiyo awe naibu wa waziri. Mnakumbuka kama mliangalia taarifa ya habari? Alishindwa kutamka kiapo, ikaishia hapo. Kifungo cha nini? Cha ulimi. Mtu unashindwa hata kujiombea, kifungo cha ulimi. Unakuja hapo unaulizwa, sema tatizo lako. Sina tatizo. Lakini ukimwangalia anayesema hana tatizo ni mgonjwa wa kupindukia, karibu ni marehemu mtarajiwa. Unatakiwa ufunguliwe ulimi wako, ujue kujieleza. Ujue kujieleza. Si unaona watu wanashindwa kuja redioni? Wewe unafikiri watu wanaogopa redio? Aseme nini, aongee nini? Kifungo cha ulimi. Wana uwezo wa kwenda pale, wakifunguliwa utaanza kueleza mambo yao, kazi zao, biashara zao. Ukishaona mtu anajieleza tayari amefunguliwa kifungo cha nini? Sisi kwetu wanakuambia hivi, usipojua namna ya kujieleza utalala njaa. Ni kweli sio kweli? Haya, kaa hapo nyumbani, mume wako kafika, hujui namna ya kumueleza mambo yako, unamwangalia tu, kumbe umeshaharibikiwa. Ukifunguliwa hautakuwa na maneno mengi ya kuharibia, utakuwa na maneno machache yenye hoja. Utamueleza mpenzi wako, utamwambia karibu sana mume wangu. Hicho ni kifungo cha ulimi. Unamwambia mtu ajui kumwambia mume wake karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwetu, kwa mfano, mimi nikifika kwenye nyumba ya mtu, nimekutana na binti hapo mlangoni, sikusema Nyegera, lazima aseme tata Nyegera, aweke neno tata, baba. Ukisha tukuza baba yako tayari umefungua baraka za baba yako, anakuja anakubariki. Nauza Nyegera, karibu, karibu. Mwambie karibu baba. Unaonyesha ile heshima na adabu, unapiga magoti, unamkaribisha. Kama viatu amevua, mwambie usivue, njoo basi uviweke hapa. Unabeba na viatu, unabeba na begi, unamwekea hapa. Kifungo cha ulimi kinamfanya mtu akose kibali, namna ya kujieleza. Na tuna wanawake wengi humu hawajui kujieleza. Kifungo cha nini? Cha ulimi. Sio kafikiri kawaida hii. Kifungo cha nini? Cha nini? Leo tunafunguliwa, tufunguliwe. Nakwambia vifungo vyote tutaviombea. Hatufanyi kongamano kama tutaendelea kuwa na vifungo vya kipepo, vya giza. Hata kuimba hapa, ukimpa mtu mic aimbe hapa, wenzake wanaweza kuimba vizuri, kafungwa ulimi. Kwa vifungo vya ulimi kiroho, wanashindwa kutamka haja zao. Ziko haki ambazo wanaweza kujieleza na wanashindwa kueleza kwa sababu wamefungwa. Haki zako unatakiwa uzisemee. Kile unachotakiwa kukisema ni haki yako ili uweze kukipata. Sasa kama kuna kifungo cha giza cha ulimi,
ni lazima umuombe kwa jina la Yesu. Ukiamuru kifungo hicho kiondoke juu yako, na kitaondoka. Na kitaondoka, utaanza kujieleza vizuri. Utaanza kujieleza, na pia hautatumia ulimi wake kuongea tu maneno yasiyokuwa na faida. Lazima utumie ulimi wako kwa nguvu ya ushawishi, convincing power. Ule ulimi wako unapotamka maneno mazuri, anasema ulimi wenye maneno matamu ulimtoa nyoka paa. Hujawahi watu kuona wanashindwa hata namna ya kupata vitu kutoka kwa watu? Unavyoanza kujieleza kwa mtu, huo ndio ufunguo wa baraka za vitu ambavyo unatakiwa vipate kutoka kwa watu. Amen. Pili, kuna kifungo cha uovu. Kifungo cha uovu, usoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Mstari wa 23. Kwa maana na kuona uko katika uchungu kama nyongo, na tena uko katika kifungo cha uovu. Yuko katika uchungu kama nyongo na kifungo cha nini? Cha uovu. Kwa nini huyu alikuwa anasemwa? Ni Simoni mchawi. Simoni, kwani amuoni hata kanisani wanakuja wachawi? Amuwaoni? Hawaji. Wanakuja hawaji. Na wanasimama wanasema tumeokoka kwa jina Yesu, mimi nampenda Yesu, lakini bado ana kifungo cha uovu. Simoni mchawi. Wamo wanatamani wapate vipawa kwa kutoa pesa au kwa kununua kwa gharama yoyote. Hiki kifungo cha uovu kimejificha sana. Kuingia kanisani sio tatizo. Kuingia kanisani sio tatizo. Kuna nini kwenye kuingia kwako kanisani? Msukumo wako ulio nao wa kuja nyumbani mwa Bwana. Kifungo cha uovu kinaweza kikawa kimejificha kwa namna moja ama nyingine. Anasema katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Kama andiko hili linavyoeleza, tunamuona mtu ambaye watu wengi wa jamii yake walimuona kama ni mtu aliye sawa, na watu walikuwa wanamsifia jina lake kubwa, ana biashara kubwa, lakini hayuko sawa. Sisi kwa macho ya kibinadamu tunamuona yuko sawa, kwa sababu anavaa nguo, anatoa sauti, anajua kujieleza, lakini kuna kifungo cha uovu kimemfunika. Kwa hiyo tunaona watu hawa walioishi katika jamii zao, waliokuwa na vifungo vya uovu, mpaka ulipopatikana ufunuo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa Mtume Petro, ndipo alipoanza kumwambia umejaa uchungu kama nyongo na kifungo cha nini? Cha uovu. Sasa hiki kifungo cha uovu kinajificha kwa wema, watu wanavyokuangalia, watu wanavyokusifu, heshima ulionayo kwenye jamii na kadhalika. Kwa hiyo wanaweza kukuona kama mtu uliye sawa. Na hata wachungaji wengine wana vifungo vya uovu. Kuna wengine wananyang'anya watu pesa zao, viwanja, mashamba, magari. Si kifungo cha uovu? Ni kweli sio kweli?
wengine wanachukua wake za watu. Kifungo cha nini? Cha uovu. Hiyo inajulisha ya kwamba wako watu waliofungwa kiroho katika kifungo cha uovu, kama inavyoeleza Matendo ya Mitume. Ukitaka kuisoma isome yote, ndio ugundue kwa nini mtume Petro aliweza kupata ufunuo wa kumwambia Simoni mchawi. Amejaa uchungu na uovu. Leo katika maombi ya leo utaombea maisha yako yatoke kwenye kifungo cha nini? Cha uovu. Na Mungu Baba anatutaka katika maombi ya leo tuweze kujifungua kutoka kwenye vifungo vya uovu, na tushughulikie vifungo vyote vya uovu ili tupate kufunguliwa kuwa huru. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mfungwa anaendelea kukaa gerezani, na akitoka gerezani baada na mawazo ya kukaa gerezani, na ndio maana wakishafunguliwa huwa wanarudi wapi? Wanarudi wapi? Wanarudi jela, kwa sababu akija huku kwenye jamii yetu sio rahisi wakaendana na jamii, kwa sababu walishajitenga au walishatengwa. Kwa hivi vifungo vya uovu maana yake ni roho za kichawi ambazo watu wanazirithi kutoka kwa wazazi wao. Kabisa kabisa. Yaani mtu anaweza akawa mchungaji lakini baada akawa muovu au akawa mchawi. Huko alikozaliwa, alikolelewa, bado zile roho zinamwandama. Hivi vifungo vya uovu vimejificha sana kwenye kusali, kufanya ibada. Sisi tunaona wenzetu wana ibada, wana swala 5. Hawarogi, hawafugi majini, wadhulumu mali za watu. Je, ibada zinaweza zikazuia mtu asiwe muovu? Kwa hivyo kusali sana hakumuondolei mtu kile kifungo cha uovu mpaka ufunuo utoke. Ufunuo fanyeje? Utoke. Kama hivi hapa ninavyofundisha, kama ulikuwa na kifungo cha uovu kimejificha, ndio nafasi ya kufunguliwa. Ndio nafasi ya kufunguliwa. Wengi tumetoka kwenye familia mbaya za kichawi. Zile roho, ndio maana nimekuambia watu wanavutwa. Hupendi kuvutwa, lakini unajikuta umevutwa. Hupendi kutenda uovu, lakini unajikuta umetenda uovu, kwa sababu ya vifungo vinavyotoka katika kifungo cha uovu. Tulikotoka, tulikolelewa, maisha magumu tulioishi, unajikuta tayari ule mnyororo unakukamata. Nilikuwa nazungumzia habari ya kuoa wake wengi. Kuoa wake wengi ni roho, ni vifungo. Unajikusanyia wake zaidi ya 20, wote unaoa. Kwa mfano, sisi tumezaliwa kwenye polygamy. Babu zetu walikuwa na wake wengi, na walioa wake wengi kwa sababu hakukuwepo na vizazi, hakukuwepo na uzazi. Kwa hiyo wazazi waliendelea kuoa hii angalau abahatishe tu, na kilichokuwa kinaua uzazi ni magonjwa, vifungo vya magonjwa. Kipindi kile mababu zetu walikuwa naumwa kisonono, kaswende, yote. Na leo kuna watu bado wanaumwa kaswende. Ukianza kuwa na vidonda kwenye sehemu za siri ni kaswende. Ni roho za laana za vifungo vya kipepo. Na leo mna neno mnaitwa UTI. UTI ni maroho
Kwa hivyo hiki kifungo cha pili cha uovu kimejificha sana. Utafanya ibada, unafanya nini? Ibada. Unasimama kuimba, kifungo cha uovu kimejificha ndani, na watu wanasema baba, wewe ni mtumishi mzuri. Kifungo cha uovu kimekung'ang'ania, uchomoki. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Iko neno jingine linasema iko njia ionekanayo machoni pa mtu kuwa ni sawa, lakini mwisho wake ni nini? Mauti. Tumesoma lile andiko linasema wale walio kwenda katika uvuli wa mauti wamefungwa katika kifungo cha taabu na nini? Na chuma. Iko njia ionekanayo machoni pa mtu kuwa ni sawa, lakini mwisho wake ni nini? Mauti. Kwa hivi vifungo vya uovu vinajificha. Tunafanya ibada, tunasali sala ngapi? Kuna wanaosali Bikira Maria mara 50, Baba yetu uliye mbinguni mara 50 na rozari nyingi, lakini wanaenda makaburini kufukua wafu. Kwetu pale nyumbani kulikuwepo na bibi mmoja alikuwa anaitwa Monica. Samani kama una jina la Monica. Monica, tulikuwa na Monica, mama Monica. Saa 11 rozari ndefu. Sasa siku moja wakamzikua mama yake kardinali. Samani wale nyewe mlikuwa mpo, tulikuwa tumeshakuwa wakubwa. Walipomzikua kardinali akaweka misa ya novena. Na kuambia walijisema wote. Aliyechukua mguu, aliyechukua titi, aliyechukua sehemu za asili, wote. Kisu alikuwa anatunzaga mamuni, ndio mwenye kutunza vifaa vya kugawana nyama. Wametajana kutoka vijiji vyote, na wale walikuwa wanaonekana wana majumba mazuri makubwa, na wao wamo. Wenye dini kubwa kubwa, na wao wamo. Walitajwa. Yule mmoja alikuwa anaitwa Karani, ndiye aliwataja wote kabla hajafa, kwa sababu yeye ndiye alikuwa karibu na makaburini pale. Kama Chumu hapo, Rutabo hapo parish, ndiko alikuwa amemzika mama wa watu. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa kinara wa kuelekeza mahali kaburi ilipo. Walisema kila kitu, ndio tukajua kumbe na mama yule ukikutana naye rudi ndani na vimacho vyake. Saa 11 sara ile ngongo wajinga ndio wa kwanza. Kwa hiyo kusali sana hakumuondolei mtu kifungo cha nini? Cha uovu.